Habari gani mwana Kewi TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Kewi TV. Rais wa mawakili Tanganyika ambaye anafahamika kama Boniface Mwabukusi amezungumza mambo mazito katika mtandao wa Twitter kuhusiana na kosa la uhaini au uasi. Nataka nikusomee kile ambacho Boniface Mwabukusi ameweza kuchambua kosa la uasi au uhaini katika mtandao wa Twitter. Na nukuu: je, uasi ni kosa kisheria hapa Tanzania? Ni muhimu kutambua kuwa kuna tofauti kati ya kuasi dola na kuasi mifumo kandamizi. Kimsingi kuasi dola ni uhaini, lakini kuasi mifumo kandamizi ni uzalendo. Kuasi dola ni kuchukua hatua za vurugu au mapinduzi dhidi ya mamlaka halali ya nchi, kitu kinachotafsiriwa kama uhaini katika sheria nyingi duniani ikiwemo Tanzania. Hii inaweza kujumuisha matendo ya kudhubutu viongozi wakuu wa nchi, mfano rais, spika wa bunge. Lakini kuasi mifumo kandamizi kwa upande mwingine ni kusimama dhidi ya sheria, sera au vitendo vinavyokiuka haki za binadamu, uhuru wa watu au misingi ya utawala bora. Kuasi na kukataa sheria na kanuni zenye kuchochea maadili mabovu, wizi wa kura na matumizi mabaya katika vyombo vya umma. Hii ni hatua ya uzalendo, kwani inalenga kurekebisha kasoro ndani ya mfumo kwa ajili ya haki, usawa na ustawi wa wananchi. Katika taifa letu lenye watu timamu, kuasi na kupinga mifumo kandamizi ya kisera, kidemokrasia na kiwakilishi sio uhaini ni wala uhalifu, ameandika Boniface Mwabukusi katika mtandao wa Twitter. Mwisho wa kunukuu. Hayo ni maneno ambayo ameandika Boniface Mwabukusi katika mtandao wa Twitter kuhusiana na uchambuzi wa neno uasi. Anasema kwamba je, uasi ni kosa kisheria hapa nchini Tanzania? Ameweza kuchambua hapo, na amechambua katika pande mbili: kuasi dola pamoja na kuasi mifumo kandamizi. Yes, lakini watu wamekuwa na maoni tofauti. Nasoma maoni matano tu. Wa kwanza anaitwa Mtumishi Fatma, anasema nafikiri walengwa ni hao waliochukua fomu ya kuingia madarakani bila elimu ya kufahamu katiba, sheria na utaratibu wa nchi. Lakini Mr. Justice anasema hivi president ushawahi fikiria ile law school pale mawasiliano? Lakini pia Duwup anasema nchi nyingi zisizofuata utawala wa sheria wanaamini uzalendo ni kutohoji kuhusu nchi yao. Lakini Mary anasema hii inatumika na Mwabukusi ni akili kubwa sana, asante kwa kutufungua vichwa. Lakini comment ya mwisho hapa inasoma kutoka kwa Tutu, anasema hivi Chama cha Mapinduzi sio cha uhaini? Tuanze hapa. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo umeweza kutoka katika mtandao wa Twitter kuhusiana na chapisho la Boniface Mwabukusi kuhusiana na uasi. Jina langu ni D wa Kewi TV, tafadhali subscribe na turn on notification. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, tafadhali shusha comment yako katika sehemu ya comment section. Bye bye, ciao, kwaheri.